katika Uislamu kupitia kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza pindi ambapo mmoja wenu akiguswa na mbwa au akipatwa na mate ya mbwa, basi ajisafishe mara 7. Moja katika hizo mara 7 iwe kwa mchanga. Kwa nini mara 7 na iwe kwa mchanga? Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, kabla ya yote ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Kwanza, maelezo haya ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatuhimiza kuwa usafi ni muhimu katika Uislamu. Usafi unatuweka katika nashati na uchangamfu, unatuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini tukoshe sehemu ambayo imepatwa na umate wa mbwa au mguso wa mbwa? Tukoshe mara 7. Lakini katika hizo mara 7, moja katika hizo mara 7 tuoshe na mchanga. Mchanga ndani yake kuna nguvu kubwa ya kuweza kuua bakteria, kwani hata wanasayansi wa zama zetu hizi wamethibitisha hilo. Kwani matemate ya mbwa, umajimaji wa mbwa unaweza kusababisha kusambaa bakteria katika mwili wa mwanadamu. Miongoni mwa bakteria hao ni bakteria Salmonella na bakteria wengine hatarishi ambao wanaweza kuleta athari kubwa katika mwili wa mwanadamu. Na hii ndio sababu tunakosha mara 7 najisi ya mbwa, lakini moja katika hizo mara 7 tunakosha na mchanga. Lakini mate ya mbwa hubeba pia virusi vya kichaa cha mbwa, na hii pia ni hatari sana kwa binadamu, kwani tunafahamu mbwa mwenye kichaa akikulamba au akikung'ata ni hatari sana, na homa yake au shida yake au ugonjwa wake unaweza kusababisha hata kifo kwa haraka sana. Sasa tuangalie sifa za mchanga ambazo tumehimizwa tutumie katika zile mara 7. Je, mchanga una uwezo gani? Tafiti za kisayansi zinaonyesha mchanga una sifa za asili za antimicrobial, ambazo sifa hizi zinaweza kupambana na virus na bakteria na kuua kabisa. Pia wanasayansi wakaendelea tena kusema madini ambayo yanapatikana kwenye mchanga kama silika na chuma pia yana uwezo ya kuvunja kabisa seli za bakteria na kusaidia kuondosha kabisa. Na mbinu ya kujiosha zaidi ya mara 1, yani tunajiosha mara 7 baada ya kuguswa na mbwa au kupatwa na mate ya mbwa. Hii pia kisayansi inasaidia kuhakikisha kutobakiza vimelea, yani kufanya usafi kwa kujirudia rudia pale sehemu ambapo unahisi kwamba pana bakteria au pana virusi. Hii ni salama zaidi, na kuliona hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishatuhimiza muda juu ya swala hili, kwani tafiti hizo zinasema kufanya usafi mara kwa mara kunasaidia kuondoa au kuua bakteria moja kwa moja au hata kufikia uuaji wa 99%. Kwa hiyo katika Uislamu kujisafisha kutokana na mate ya mbwa sio tu usafi wa kiroho, bali ni afya yako mwenyewe kuilinda, kwani zimekuja hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazoelekeza kwamba kujirinda na maradhi, kuchukua hatua kutokamana na maradhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua umuhimu wa afya, na sisi umma wake ametupa maelezo mengi ambayo yanahusu kuilinda afya. Na wakati huo huo wanasayansi hawa wetu wa kisasa wameunga mkono hadithi hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
zinazosema baada ya kuguswa na mbwa kwenda kujisafisha, kwani hii itakuweka salama zaidi. Sio tu usafi wa kiroho bali ni kulinda pia afya yako, ewe mpenzi mtazamaji. Kufikia hapa mpenzi mtazamaji, niwashukuru sana. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote za faida kama hizi kupitia hapa Khairo TV. Wa ila huna ara yakfi. Uhibbukum bila hudud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.